As we do that, Haggai chapter number 2, verse number 1 down to verse number 9. Haggai, the book of Haggai, it must be somewhere between Genesis and the Revelation. Chapter number 2, verse number 1. I also never said I'm a father, and I'm also a grandfather of several. Praise the name of God. Bwana Yesu asifiwe. By the way, if you noted, I'm driving the oldest car in the compound. So, yeah, my car is now turning 25 years. So, I'm a grandfather of about 6 and a father of 4. Hallelujah. Hallelujah. Mtu wa microphone, Bwana akubariki sana kwa sababu money has been poured to destroy my otherwise good throat and voice. Lakini najua si wewe. By the way, wewe najua huwezi. Wewe najua hauwezi. On the 21st day of the 7th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai. Speak to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, to Joshua, son of Jozadak, the high priest, and to the remnant of the people, and ask them. When you change the cable, you connect Marico and changing. The tuning of the other one was quite okay. You can change the cable, but because the frequencies are different, then you just touch it a little. Now, hiyo sijasoma hapo. Verse number 3. Who of you, amen, nani katikati yenu, who of you is left who saw this house in its former glory? How does it look to you now? Does it not seem to you like nothing? But be strong, Zerubbabel, declares the Lord. Be strong, Joshua, son of Jozadak, the high priest. Be strong, all you people of the land, declares the Lord, and work, for I am with you, declares the Lord Almighty. This is what I covenanted with you when you came out of Egypt, and my spirit remains among you. Do not fear. This is what the Lord Almighty says. A little while I will once more shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. I will shake all nations, and what is desired by all nations will come, and I will fill this house with glory, says the Lord Almighty. The silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord Almighty. The glory of the present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty. Amen. Now, can you check some 3 verses somewhere, please? 2 Chronicles chapter number 7. Kindly. 2 Chronicles chapter number 7, verse 1, 2, 3. And the Bible says, then someone finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. The priest could not enter the temple of the Lord because the glory of the Lord filled it. When all the Israelites saw the fire coming down and the glory of the Lord above the temple, they knelt on the pavement with their faces on the ground, and they worshipped and gave thanks to the Lord, saying, He is good, His love endures forever. Amen. Now, katika kitabu cha Haggai, huyu nabii anazungumza wakati ambapo Yerusalemu imejengwa upya baada ya Yerusalemu ya kwanza kubomolewa. When Solomon built the first temple, ambayo tumesoma habari zake in 2 Chronicles, after many years walipoasi mbele za Mungu wakitekwa nyara na Wababilonia, the temple was not spared.
ilibomolewa pamoja na mji wao na wakatekwa nyara. Na walipoenda kwa miaka 70, when they came back, there were men who instructed them and guided them. Among the things they were supposed to do was to restore the house of God. Amen. Na mmoja wa watu ambao walirudi ni Nehemia, ambaye tunaona alikuwa na jukumu la kujenga ukuta wa mji wa Yerusalemu. Mwingine ni Ezra, naye alipewa jukumu la kufundisha neno la Mungu tena, kwa sababu watu walipoenda Babilonia, waliozaliwa Babilonia, waliokulia huko, wamesahau mambo mengi ya ibada na sheria za Mungu. So Ezra took upon himself to restore worship again and to restore the word and the message of God to the people of Israel. Lakini sasa we have another person ambaye tumesoma katika kitabu cha Hagai, anaitwa Zerubbabel. Zerubbabel is not a prophet. He is a governor of the city. And he is instructed through the prophet Zechariah to build the temple. This time God has ordained a leader of the people and he has instructed them rijenge tena hili hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Na Zerubbabel akalijenga akisaidiana na kuhani mkuu aliitwa Joshua na manabii wale waliokuwa wakiongozwa na Zechariah. Baada ya hili jengo kukamilika, ikafika wakati wa kuliweka wakfu. Na walipokuwa pale watu wa Mungu wakikusanyika, ndipo Hagai anaandika haya maneno. Baada ya kuwa na mgawanyiko katika congregation, wamefika, wamefurahia, wametangaziwa ya kwamba we have restored the house of God in Israel again. We have a temple in Jerusalem again. Wamegojea hiyo siku, na walipofika something was amiss. Tunaona hii ni mkutano wa pili wa aina hii. Wa kwanza tumeiona 2 Chronicles, wakati Solomon anaweka wakfu jengo la kwanza. La kwanza lilijengwa na mfalme, la pili linarudishwa na gavana. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona wakati Suleimani anaweka wakfu, mambo tumesoma verse 1 to 3 ni kwamba alipomaliza kuliombea, utukufu wa Mungu ukashuka na ukalifunika lile jengo. Uwepo wa Mungu ukajaa ndani. Makuhani na wazee na viongozi wa watu wakashindwa kuendelea na ibada na dhabihu zao. Israeli yote iliyokusanyika nje walipoona utukufu umelifunika na umejaa ndani ya hekalu, malaika, wazee na makuhani hawangestahimili uwepo uliokuwepo. Maandiko inasema wakashindwa kustahimili, wakaachana na dhabihu na ibada, wakalala kifudifudi. Na when all Israel saw this, maandiko inasema wakalala wote kifudifudi, wakamwabudu Mungu na wakasema fadhili za Mungu na upendo wake ni wa hata milele. Naye Mungu akazungumza from that glorious cloud, akanena ya kwamba nimechagua ili nyumba, nimeweka jina langu hapo milele. Israeli itakapoomba hapa nitasikia. Hata wakitekwa nyara wapelekwe nchi ya mbali, kama wametenda dhambi wakiwa ugenini, wageuke watazame upande wa jengo hili na waliitie jina langu, nitashuka kule ugenini niwasamehe na niwarejeshe Yerusalemu. Tumana unaona Danieli, in the book of Daniel, anapoamka kuomba mara 3 kwa siku, maandiko inasema alienda kwa dirisha iliyoangalia Yerusalemu, kwa sababu alijua agano la Mungu na Suleimani. Mkiwa ugenini mkitekwa, muangalie the direction of this temple and you call upon my name, because I have put my name here perpetually. I will listen to you, I will forgive you, and I will restore you to the land. Bwana Yesu asifiwe. And now it was such a glorious moment. And now finally wametekwa na ile jengo limebomolewa. Kuna watu wamezaliwa hawajaliona, wamekaa miaka Babilonia, wanasikia kwetu kule kuna jengo Mungu aliishi ndani.
kuna mahali huyu Mungu alikaa, kuna mahali jina la Mungu lilikaa, kuna mahali sanduku la agano lilionekana, kuna mahali patakatifu na patakatifu pa utakatifu, kuna mahali makuhani walifanya dhabihu, kuna mahali Israeli ilikusanyika kabla ya vita ikafanya dhabihu na maombi. They admired. Na sasa wameletewa habari njema that building is restored in their time, imerejeshwa. They were curious and happy. The young generation that had never seen it, lakini wamesikia sifa za hilo jengo linaitwa la Bwana, walifurahi, walishangilia. Limejengwa kisasa, limepambwa kisasa, kila kitu sasa. Wacha ile ya Suleimani, now it is modern, it is beautiful, it is better in many ways. Na wameko pale, ibada imefika, siku ya kuiweka wafu imefika, wamefurahia, wameshangilia, wamelukaluka, wako overwhelmed na furaha. Lakini nabii Hagai akagundua kuna mambo hayaendi sawa. Kuna kikundi cha watu ambao hawajafurahia, wamenuna, wanakaa wamekwazwa, wanahuzunika, wakashindwa ni nini kinaendelea. And they realized another thing, wale wanafurahia ni wachanga, wale wamehuzunika ni wazee. Ndiposa Mungu alipouliza Mungu kunaendelea nini, Mungu akamjibu akamwambia, these people are comparing ile jengo la kwanza lililobomolewa na hili la sasa limejengwa. Hawa wadogo hawana comparison. Kile wanaona ni jengo jipya linaitanishwa na Mungu, lakini wazee walipoingia wakaangalia lile jengo, wakafurahishwa na kila mapambo, wakaangalia kila kitu kiko sawa, lakini something crucial was missing. The presence and the glorious presence of God that occupied the former sanctuary is missing in this one. Mioyo yao ikalia, mioyo yao ikavuvujika, wakajua kama ni tile, hata kwetu nyumbani tuko nazo, kama ni mataa, hata nyumbani tunaweza tukaweka. It is only one thing that brings distinction between the house of God and our houses. It is the presence of the God of his house, and that is what is missing here. Wazee wakakataa kufurahi, wakakataa kushangilia. That is when the voice of God came to the prophet of God. Akamwambia, tangaza kwa watu hawa, ni watu wangapi wamebaki walioshuhudia utukufu wa hekalu lile la kwanza, wakiangalia hili wanaona hili ni bure, lakini wapatie agano hili ya kwamba ninajua mioyo yao kile inatamani, ninajua kile wanahuzunikia, nimejua kile kimekosa, lakini waambie mimi ndiye Mungu niliyekuweko na lile jengo, hata hili ni mimi niko nalo, nitatingiza mbingu na nitingiza dunia, nitalijaza utukufu, nitahakikisha the beauty and the glory of this temple surpasses the former one. I am coming to conform your heart with the new glory and a better glory than the former one. Praise the name of God. Wapendwa, I'm saying this. We are in the same situation today in our nation and in our world today. We are divided generations. We have a generation ambayo iliabudia kanisa za matope, ikaabudu na drum, ikaabudu wakati ya kubwa na key, ikaabudu wakati ya kubwa na variation of voices. Lakini wanajua kitu kimoja, tulipiga ndilamu watu wakapona, tulipiga magoti kwa sakafu isipo, watu mapepo yakaondoka, tulienda kurusheni watu wakabadilika, tuliona Mungu akifanya miujiza. And now we have another generation ambayo imekuja na kisasa, wamepamba makanisa vizuri. I am not against the beauty, wameirembesha, imechapwa majipsam, imechapwa mataa, siku hizi tunakanyaga carpet, siku hizi tuko na sound system, siku hizi tuko na kila kitu, fedha zipo. But unfortunately there is something missing in the church. The church of God. Haina maana wapendwa turembeshe kanisa na mamilioni, watu waingie na mapepo na waondoke na mapepo. Haina haja tuweke fedha kwa crusade, ipambe na ipane, lakini mtu aingie mgonjwa atoke mgonjwa, aingie na dhambi atoke na dhambi.
a glorious manner. Mapambo mengine yote wacha yafuate baadaye. Wacha watu wajazwe Roho, wacha mapepo yatoke, wacha wagonjwa wapone, wacha watu waseme tumemwona Bwana. By the time they realize the other beauty, there is an inner ministration of the Spirit and the power of His anointing. Hallelujah. 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 I know nikiongea, some people are connected with what I'm saying already. Kuna watu wameenda Kesa na taa, hawana magari, hawana baiskeli, hawana tochi mitana barabara. But something was amazed that time. Walikesha na taa, walitoka wakiongea na lugha mpya, waliingia wajajazwa, wakatoka wamejazwa, walipiga magoti kukiwa na mgonjwa nyumbani, waliamka na vumbi lakini bila uchungu, walipiga magoti kwa sakafu iliyo na vumbi, walivuta vumbi lakini walijazwa nguvu ya Mungu. Wapendwa, badala kuchafuka tukiwa tumejazwa Roho, afadhali kutembea mguu ukiwa na nguvu iletayo maana. Let me tell you this church, Buruburu people doesn't care how I came to Buruburu. I may have come with the most modern vehicle. I am one person that loves class. But let me tell you this, the people out there don't care how I came. They care how I live. Gari langu waliwamuzi, lakini nguvu ya Mungu. Kama kuna mzazi Buruburu atasema, before this preacher came here, my son was an addict. Before he left, my son can speak in tongues. That way I don't mind. Hata kama nimekuja na baiskeli, I am a fulfilled preacher, and that is my desire. I have worked with young preachers. Mtu anapewa invitation ya mkutano, the first thing anakuuliza, pastor nidunge suti gani ya siku? Wapendwa, in our time that was not fair. Hata hakukuwa na za kubadilisha. Ulikuwa unauliza mchungaji kwanza, ni pepo gani zinawasumbua huko, nianze kusishughulikia saa hii. Lakini sasa hivi kila tunapokea, tukiita watu kuhubiri, wanatuuliza kuna guest house iko na maji moto, kuna mahali ninaweza ogelea, kuna mahali kuna ensuite, kuna bahasha inatoshana namna gani. Maana he is more concerned about himself na kile atapenda kutoka huko. Lakini wapendwa, that is not the heart of God. The heart of a glorious church, it is the church that is concerned about what you live in the city. Andiko inasema mitume wakatoweka, wakaingia kwa miji, wakahubiri habari ya ufalme, walio wagonjwa wakapona, mapepo yakapiga nduru yakiondoka, mji mzima ukajawa na furaha. Hawatuambii wakapewa bahasha, hawatuambii wakalala hoteli za aina gani, hawatuambii wakaogelea katika swimming pool za aina gani. Wanatuambia mji ukaachwa na furaha. Wapendwa, wananikamilisha, tumejihusisha na vitu hazina maana. I am sure at least this month I'm almost making one enemy, chairman of the government. Kwa sababu msamani wa Mungu, usiponisamea uone mbinguni. Hallelujah. I'm not challenging this, by the way. I already have a quotation ya VIP. This is USA. Yangu nimekuwa quotation ya VIP. Kwa hivyo sasa ni kwa against maendeleo. Sawa sawa. Lakini I have a problem. If my brother you come with sin, worship in a porcelain tiled church, watch viewing yourself in the screen with the best of sound, but you are carrying sin in you and you walk out with sin. You can put those tiles in your house. We came here because there is something in this house that is not found anywhere else. That is not bought by money and silver. That is why it says silver and gold belongs to me. Therefore they don't know me.
There is only one thing that moves me when people's hearts are contrite before me. Daudi alisema kuna dhabihu moja ambayo Mungu hawezi akaikataa, ibada ya moyo uliovunjika. Ni nini nafanya moyo uvunjike? Ni wakati nyumba ya Mungu imejawa uwepo wa Bwana. Ni wakati Roho wa Mungu amechukua mahali pake katika nyumba ya Bwana. Sikienda wapi zile siku tuliabudu Mungu watu wakapona, tuliimba watu wakakuja kuokoka kabla hakujahubiriwa na adabada. Wapendwa, ninaona siku hizi tunahubiri with a lot of amen, with a lot of kushangilia, na zikipotea tunazidai. Mimi kuna ombi nimefanya askofu, ninatamani kurudi zile siku nilishika microphone watu wakalia badala ya kushangilia. Maana ninashindwa ni nini naambia mwenye dhambi nzuri hivyo ananipigia makofi. Nikumwambia kuna moto na yeye ni candidate, ninafanya nishangilie. Aidha ajielewi ama mimi si communicate. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Amen. We are so concerned with the physical things, with modernization. But let me say this. Wale watu wanajua that you saw the first glory of the Pentecostal church. Tunao jukumu la kuhakikisha the new generation tufanye ombi kama la Habakuku. Habari zako, matendo yako tumeyasikia. But God, may you revive them in our time. Sitaki kuhubiria maendota liko ashies. Nikimwambia Mungu wa wakati wetu, ombi langu ni kwamba ataona Mungu wa wakati wao. Atasema nimemuona Mungu wa wakati wangu. Atabudu Mungu amejuana naye personal. Ukikutana na Mungu at a personal level, your way of worship lazima ibadilike. Hiyo mtumishi wa Mungu. In chapter 1 of Job, inasema Ayubu alimcha Mungu, aliogopa dhambi na alijitenga na uovu wote, na kila wakati akafanya dhabihu na akasema, Bwana, hii ni yangu na ya watoto wangu, labda wamekukosea. He was a worshiping and a sacrificing man. And then chapter number 42, 43, 45, Ayubu anasema hapo mwanzo, huyo Mungu mliona nikitolea dhabihu sio Mungu niliyemjua, ni yule nilisikia habari zake, lakini sasa macho yangu yamemwona mwenyewe. Sasa sitoi dhabihu, sasa sina dhabihu, nararua nguo zangu, najitwika magunia, jibu na mchanga, ninalala kifundi. Ibada yake ikabadilika because of encounter with God. When will our children encounter this God and fear Him at a personal level like you? You know you fear God so much because it's personal. Hallelujah. Let me tell you, and I'm telling you this for a fact. Nimwahi kemea mtu kwa crusade akakufa. Hapo. Si akaenda kukufa. Hapo. At the point of finger, it dried up. And because we knew kimemwana, we were a bit young in faith. Actually, mkalimani wangu aliniambia, Arnold was interpreting for me. Arnold aliniambia, and Pastor Kevin, Pastor Moshaku was on the keyboard. Aliniambia, Pastor, nilifunga macho, nikajiona tukiwa na wewe, tukiwa tumetoboa miaka 7 jela, tunangojea ingine kama 10 ndio tuachiliwe. And at one prayer, this man rose again. Kama ninaona huyu Mungu akiua sababu ya kufanya mchezo mahali injili inahubiriwa. That is the reason nikikuta injili inahubiriwa na kanyanga na vidole. Maana ninawahiona akiua. Maendota hajaiona. Sasa mnaona vijana wanaendea pikipiki mahali tupo pawa
mnashindwa ya kwa he has never seen this God in action. Mwelewe, it is you to let them know who this God is. Wakimwona hata wale hawataokoka wataogopa huyo Mungu wenu. Praise the name of God. They don't fear because they don't know him. They hear about him. Hata wanawashuku, wanafikiri mnawadanganya. Tunaambia siku hizi ni my enemies catch fire. Sijaona tukizima hata mmoja. Ama Bishop Papa mwaizima one enemy. My enemies catch fire. Lakini hatujaona waki. May the Lord help us. When I made this prayer to God, let me give you this testimony. When I started making this prayer to God, that God reveal yourself to my children, that they may not worship the God of their father, they may worship a God who is very personal to them. One of the testimonies I got from my bigger daughter, who is now 12, sikumbukangi hizo miaka zao vizuri. I'm a true African father, but a very good one, by the way. Kama unashaka, uliza hao niko baba yao. Hallelujah. Now, yeah, because the other day tuliulizwa kwa census, mimi ndio nilibaki. Yeah, akaenda shule kama yeye nitashughulikia yeye. Siweni msaidizi. So nikikwama ndio. Your first one in our class 7. Wewe mwingine wa class 5. Akiwa huko nyuma akasema 4. I did not wait to be told I'm fired. Hiyo kuna vitu zingine unaangalia na una akili. You know, unajua Kristo tunaacha kutumia akili. Lakini I've been telling the Kibwezi Church, hii kitu Mungu aliweka hapo ndani, si akufanya hii kidude kikuwe mte, kisikuwe mte, hata akistop na mavitu ndio kisikuwe kinasema huru. You know, hiyo brain ya kutumia. Hata hii interview unaenda unajituma tu mwenyewe. One time I attended an interview after form 4. Nikasikia petrol station wanaajiriana. Nikaenda. Natoa kitambulisho kwa kopi na nikabeba. Sina certificate, sina chochote. Nilipofika, there are these ladies from town. Oh my God. Sasa anatuonyesha certificate moja, mbili, tatu, ile. Sasa I don't know whether they were true or fake. Sasa nikaangalia hii design iko hapa. Huyu naona kuna certificate kama 6, huyu ako na 4, huyu ako na 3. Mimi wana kitambulisho hata nimeweka kwa mfuko. Kama kopi na mkato. Now, let's be honest. Kuna haja gani ukaanza hivi hapo? Sikatafuta kilombia mjema na mapema. Nilikanyanga 1, 2, nikasema my mother never gave birth to a fool. 3, 4, and I was home. Nilipofika nikauliza how was the interview? Very good. Bali ilikuwa mbaya. What happened? Sijui. Tunangojea. And that's it. And I was also feeling. Okay, that's a story to be continued. Now, when I started praying this prayer, my daughter came and told my mother the other day at class 7, Mom, I'm not living with you after school. And she was like, where are you going? I'm flying out of the country. Why? God has appeared to me and He has spoken to me. He is sending me to India. And He has shown me them worshiping a lot of idols. Na akaniambia, henda uhubiria watu hawa injili ya kweli wabadilike. I knelt down and said, thank you Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Then the little girl, one morning we were driving a few months ago. Na tulipoondoka, I was so, unaisikia hauna amani ya jambo. Nikasikia moyoni sina amani ya hiyo safari kabisa. So we prayed like always do. We prayed the house and we prayed the car. Lakini tukiondoka nasikia I'm doing the wrong thing. I should go back. Lakini of course wezi waambia, unajua baba ni baba. Wezi washitua kuambia nasikia hii safari haiko sawa. We are driving to Meru. And 2 kilometers from Kibwezi, this girl woke up. Alikuwa amelala kiti ya nyuma. And told me, Dad,
Na sijawaambia there is a problem. Endesha gari bila wasiwasi. I have seen an angel come from heaven, na akasimama juu ya gari pale mbele, na hata sasa namuona. Kwa hivyo hii safari tuko sawa. I thought because wewe huwa kwa mekisi kama huyu mwingine, nikajua anaweza kuwa ananienjoy, lakini sitamwambia, kwa hivyo hajui niko na shida. After about 5 kilometers akamwambia, mama, mwingine amekuja, ndio huyu hapa njoo. Sasa tuko na wawili. And she kept sleeping and waking up. Anatuambia nilikuwa naangalia kama bado wako na bado wako wawili. Then I started saying, God, you can be this faithful. That these children, before I preach to them about the God of their father, they have a personal experience that huyu Mungu is real. We are not worshiping a man from Europe. We are worshiping a God that is there. Ambaye Isaya anasema, hata baada ya maunabii mengi, wakati nilimwona Bwana, pia mimi nilipiga nduru na nikabadilisha ibada yangu. Wapendwa, let me tell you this. Kuna kelele hatutafanya kanisani. Kuna mikutano na vikao hatutafanya kanisani. Kuna chaos na kuna mambo hatutasuluhisha church, kwa sababu when the glory of God comes, na yule mtu sumbufu aingie kanisani, akute a different environment. Hapo mchungaji, unaona wakija wanakwambia, pastor, naomba nitubu, tuendelee njia moja. Haujaongea na wao, haujatumana kwao, lakini uwepo ulio hapa, pepo ya kusumbua haiwezi kavuka pale. That is the glorious church. That is the beauty of the house of God. Hallelujah. Praise and worship. And the singers in the church. Before people uniform, kwaya mlima, omba wimbo mpya, omba upako mpya, kabla tuone uniform, wacha tupone mioyo, wacha tulie mkiabudu. We are looking forward ile siku mtashika microphone, tusahau mmevaa namna gani, tuamke mtawana hawa, tukiuliza tuko wapi, because we are overwhelmed na nguvu ya Mungu mwenye hekalu lake. Kama ni kuvaa na sisi tunavaa, kama ni sauti hata wenye dhambi wanazo. Juzi kijana mmoja wa chache aliniambia, pasta, sijui kwa nini Wakristo huimba ofi na watu wa dunia waimbangi ofi. Nikanoti music ya dunia ina ofi. Kwa hivyo kama ni sauti, my sister, kuna watu wa kukuchanga moto kule, but there is something we have that they do not have. The worship of power, the demonstration of the power of the Spirit. That is why Paul says, when I came to you, I never preached with the philosophies of men. I preached with the power and the demonstration of the Spirit. This is another level of the gospel. This is another level of worship that is incompatible with the systems of this world. We have a lot of church in the world and a lot of world in the church. Do you know that? That is why siku hizi mnaona hawa tunaita waimbi. Unaona ndugu kabisa anaweka worship night, Githurai, kilabu whatever, na endele ni chupa mbili za pombe. Na huyo ni ndugu. Milevi inalala kuimba nyimbo za Mungu. Hello. Milevi inalala kuimba sifa. Unaweza amka kufikiria kuna kesho. Utashangaa ukifika kwa mlango, badala ya asha ni bausa, badala ya salamu ni chupa mbili za bia. Hiyo ndio entry. A lot of church in the world. And then when we come to the church, there is a lot of world in the church. I know this is difficult to touch, but I'll touch it. That car is fuel. So mkinyima fuel, huwezi naomba. Tulia nikwambie ukweli. Bwana Yesu asifiwe. I know tuna usasa mwingi, maana tulidanganyika at some point.
waruhusu ndio wasitoroke kanisa, wapatie nafasi ndio wasitoroke kanisa. Sasa ukija ibada ni mirasta, hauelewi uko late night ama uko worship night. Ukija watu wamelarukiwa vile watu wamevaa, haujui kama tumeenda msako kwa Inange tukabeba tukileta praise and worship. Ukiangalia you cannot differentiate. Let me tell you this, hata tupige kelele mchungaji haitasaidia, lakini wakati tutalinda jina la Jehova, mwenye hekalu akalie kiti chake pale mbele ya madhabahu, utaona mkipatia watu microphone wanaikataa. Utaona watu wakifika pale wanaanza kulia. Ukifikiria wamefiwa, wanakwambia nataka kutubu niokoke. Unashindwa, si wewe ni dada, lakini ni kwa sababu mwenye hekalu amekalia mahali pake. I remember a church I went preaching for in this city sometime, and when I called for the altar call, ikaokoka mpaka na mke wa mchungaji. Now I didn't know how to do it. I didn't know how to go about it. Ushers wamekuja wako hapa mbele. Wakati nilisema mtu ambaye anataka kuokoka, nikaona usher wa kwanza ameinua mkono juu. Nikiangalia kwa laini, ushers ndio wako mbele. There is no usher remaining behind. Mke wa mchungaji akajoin. Why? When the owner of the house comes, all protocols are melted down. Wapendwa, jeni mwambia mnaka kende sikizi na msukie na wanea wivu kwa sababu nilifukuzwa. Simamia nilifukuzwa kwa kwaya. Sasa ninawanea wivu, lakini wacha let me tell you, kuna mahali ibada ifika kevo inakuwa autofautishi plano, autofautishi hiyo ingine mnaita whatever mnaziita, hamkumbuki kuzipanga. Wakati wa machozi na makamazi na libashamba ikifika, wapendwa, hapo hakuna kitu. Unakuta watu kifundi, unakuta microphone zimeanguka away from the owners. Why? Because we are calling a glorious God with a pure heart. The glory of God has come, and that is what the Bible says. In the days of Solomon, when God came, even the priests themselves could not stand His presence. Kama kuhani ameshindwa kustahimili na pepo. I remember Acacia, we held somewhere a place called in Kobo some years, and at around midnight something happened. I remember making a prayer. Mungu, kama unakujaga hii design, tuliza makazi. Because whatever happened was sijui. Kila nakumbuka saa 8 ikielekea nilifungua macho, niliamka nikajikuta kule na nilikuwa hapa. Na floor imewekwa sawdust kwa sababu hakuna simiti. So you can imagine kuna sawdust na tumevaa kistaarabu. Mwenye ustaarabu akakuja. I saw the pastor chini ya viti somewhere. Praise and worship ni microphone ilikuwa naona zikiwa etasketa huko pekee. Hakuna mtu kwa madhabahu. So when we woke up at 2 a.m, nobody wants to go and pick a microphone. Kiongozi wa ibada amedeny responsibility. Praise and worship, mtu ameamua keti mahali amejikuta. Madhabahu inaangalia. Sasa shida ya host pastor, at the end of the day, wewe ni mchungaji. Naye akaamua I'm not a fool. Akavuta ile microphone iliacho imeanguka karibu na akavuta kama akiwa hapa. Akasema wapendwa, twendeni nyumbani. Nayo neema ya Yesu Kristo and we literally went home. Kesha ikaisha. Why? The owner of the house has come. Akija ibada uisha ijahubiriwa. Akija mnafika saa 10 mko mtakula lunch. And now we have a problem. A lot of protocols, a lot of procedures, a lot of kisasa and usasa. You are so cautious about how you dress and how you look. You are very cautious about how you appear and the picture you send out there. Let me tell you, there is a picture that you send out there that is not againable. The picture of God.
The big child of God. Just tumekutana in a meeting a few months ago with our governor. And they did one good mistake, a very nice one. Tukaambiwa before the main function in the church, a few of us, we go and show the governor someplace. We had interacted before with my governor. So we went there. They did another big good mistake. They said that I was somewhere on a pastor congregation. One of the bishops said, I'm asking Reverend Inyama of Gospel, please come pray the tuende kanisani. Ombea hapa. Na itakuwa hivyo. My goodness, na ni kwa uwanja, ni tour. Si ibada, ni tour. Tunaonyesha kama na ukumbi wa missionaries walirani walipokuja. The first missionaries ni hapa. Wakasema pray. Nikasimama hapa, kuna microphone kwa sababu kwa uwanja. Nikasema let us pray. Nikapanda kwa mawe. Nikaita mbingu 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Nikisema amen, hakuna mtu anasema amen. Governor is all ears, pastors and bishops are all ears. Akasema sasa baba na peana your final remarks. Akauliza after such a prayer, mtu anaongeanga anasema nini? Tuendeni kule tumeitwa. So we met the other day in a function. I was introducing my wife to him. Nikamuuliza, "Mdada governor, I guess you remember me before I do the introduction." Anambia, "I will never forget you. How can I forget you after such a prayer that made me cry?" Why? Huyu mtu kama unaenda na gari kubwa umtishe, he has the best. Kama unaenda na suti umtishe vile umedunga, he has the best. Kama ni lugha, he is a professor. Lakini I have something different that I am called to bring to the world, that the world knows not about. That is my pride and that is my confidence. That is what I'm going to show. That is what I'm going to give the world. The Bible says he has called me that I may declare his praises to the nations of the world. If the church loses in that mandate, it is just an organization. Maisha ya mwenye dhambi anaingia kanisani, mnasifu, ana sweat, anatoka, anakuja sale, mnaimba, ana sweat, anarudi. Wapendwa, we have to make a simple cry. Mungu, tumechoka na huu kawaida. Tukae kama wazee wa wakati wa Hagai, mpaka Mungu aseme nimeona mioyo yenu na kile mnachotamani, na hii nyumba nitaijaza utukufu wako. It is real and it is practical. Bwana Yesu asifiwe. It is real and it is practical. Before you think of the hairstyle you come with on Sunday, because I'm very sure, wakati mliambiwa kuna kuseni na kuna wageni walikuja, kitu ya kwanza ulireflect, wanaume ni suit na wanawake ni nywele. Sasa na sina pesa ya saluni na kuseni hapa. Hakuna mtu alifikiria ni miru gani hapa nitaacha ndio niombe utukufu wa Mungu. Tukienda hiyo kuseni iwe na Mungu. Badala ya kuanza kufanya mahesabu ya usiku tule utasongeza kanisani ukiomba, tumiru tule utaruka ukiomba, ulianza kufikiria mahali unaweza pata kafurisha uende saluni. Na ndio sababu tukienda pale tunaruka tu na wanatusaidia kuruka, alafu tunaenda nyumba. Hallelujah. 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 Wapendwa, mission ikitangazwa kanisani, before you leave your phone to call your designer and your tailor to tell him to choose a design for you, you should be calling the nearest prayer center to check on the bouquets because you want to check in. Because an announcement has been made. We are going out to the field. We are going to the strong man's house. We are going to capture him. Wakati tumetangaziwa ya kwamba kuna ibada maalum, kabla ya kufikiria saluni na kuanza kumuuliza ni siku gani au tashikana sana, anza kufikiria ni siku gani ninaweza jinyima masaa 3 nifunge na niombe. Hiyo ibada tumesema ni maalumu, ifanyike maalum kwa uwepo wa Bwana, sio maalum kwa mabaluni. Hizi tunazifanya maalum na baluni.
nimeona kwa harusi watu wakiokoka na wanajazwa roho, kwa sababu hiyo kapo ilipojua inaoa, walienda mlimani kwanza kukabidhi ibada ya harusi yao mikononi mwa Mungu. Hawa wetu wanakesa kanisani wakipractice bila watazikanyanga. Halafu tunakuja tunazikanyanga na tunaacha shetani pia kukanyanga. The Lord help us, church. That is the true beauty of the house of God. Wapendwa, if you imagine, let me ask you this one question. When you came here this morning, imagine if you got in that house and felt carried away and started babbling in tongues, prophesying. By the way, when was the last time you heard that says the Lord in this church? Si Mungu analizungumzia hivi ndivyo asema Bwana wa majeshi. Si pekee nauliza Pentecostal church ya leo. Siku hizi ni maadhimisho. Hello. Na mambo safi. Hallelujah. Praise and worship as starting to performance. Mungu awasaidie msibackslide hiyo leo. Zinakuwa ni performance, not worship anymore. Zile nyimbo zinaimbwa amngamini. Vile zinafanywa huko, hata zile mnajua hamwezi ibada. Because wameshinda hapa kutafuta vile watawatishia lakini wamepractice Monday, Thursday, Saturday. Mkikuja hapa ni cha kutumaini. Unajaribu cha kutumaini sile ile unajua unaomba unawaangalia. Wanaperform. Wakimaliza vijana wanaanza kulala chini, kung'aa, kurusha miguu juu, kushika mahali pengine ya kushikangwi, tabia mbaya, wanashika microphone, wanasema sijui what. Hiyo ibada hakuna mahali inaenda. Wapendwa, ibada ya kweli ni ile tunapiga magoti, tunainua mikono juu. Mwenye hiyo mpingo anateremka. Akiteremka, viwete wanapona, wagonjwa wanapona, dhambi zinasamehewa, unabii unatolewa, kanisa linapatiwa mwelekeo na kanisa linapewa maagizo ya Roho Mtakatifu. Ukiondoka pale haujui mlimba kigani, lakini unajua uliguzwa na Mungu wapi. Do you know even preachers? Do you know preachers are remembering more about which envelope they are given where, but they have nothing tangible. They can tell you what happened in a certain mission and what did not happen. Hii miaka tulikuwa tunahesabu mioyo ilipika.